katika jina la Yesu ninakushukuru, nasema asante kwa ajili ya fadhili zako, nasema asante kwa ajili ya wema wako, ninakushukuru kwa ajili ya kutupa neema hii tena kuweza kufika katika masaa na majira. Tazama niko mahali hapa kwa ajili ya kwenda kunena maneno yako, naomba ukapate kunitumia kama chombo, kama siku zote. Mama mimi ni chombo chako, naomba neema yako katika yale ambayo umeenda kusudia tukapate kusikia na kupokea katika siku ya leo. Naomba wote ambao wataenda kusikia maneno haya katika wakati huu, masikio yao yale masikio ya ndani yakapate kufunguliwa na uelewa, fahamu zao zikapate kuelewa maneno ambayo naenda kuachilia katika siku ya leo. Katika jina la Yesu nalika uwepo wako ukapate kuwa pamoja nami hata nitakavyoenda kuanza na kumaliza, katika jina la Yesu. Jina lako tukufu litalo majina yote, nimeomba na kushukuru, amen. Ujumbe wa siku ya leo unasema mambo hayo yaanzapo kutokea. Mambo hayo yaanzapo kutokea. Kila mmoja anajua kwamba anaishi katika nyakati za mwisho. Kila mmoja anafahamu kabisa katika nyakati hizi ambazo tunaishi katika nyakati za ukingo kabisa. Tunaishi katika nyakati za mwisho kabisa. Zile nyakati ambazo shatabiriwa katika Biblia ya kwamba kutakuwepo na siku za mwisho, na sisi tunaishi katika wakati huo. Lakini katika siku ya leo watu wengi wanafahamu ya kwamba wanaishi katika siku za mwisho. Watu wengi wanajua habari hizi za kwamba sisi ambao tunaishi katika kizazi hiki tunaishi katika siku za mwisho, tunaishi katika nyakati ambazo tutaenda kushuhudia kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini sio wengi ambao wanafahamu ni kwa namna gani ambapo tunaishi katika siku za mwisho, na ni kwa namna gani hizi siku ambazo tunaishi ni siku kabisa ambazo ni za mwisho kabisa. Lakini katika siku ya leo tutaenda kuangalia pia maandiko ili tujue kwamba tunavyosema unaishi katika siku za mwisho, tunavyosema unaishi katika siku za mwisho na Yesu Kristo yupo karibu. Je, ni kwa namna gani Kristo amekaribia kurudi? Ni kwa namna gani Kristo amekaribia kurudi? Some neno la Mungu katika kitabu cha Luka sura 21 na mstari wa 28 ili tuweze kuelewa kwamba ni kwa namna gani hizi siku ambazo tunaishi ni siku za mwisho kabisa. Kitabu cha Luka sura 21 mstari wa 8, ile inasema, kitabu cha Luka sura 21 mstari wa 28. Nasema, basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni, kaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Biblia inasema kwamba basi mambo hayo yaanzapo kutokea. Huyu ni Bwana Yesu mwenyewe ambaye anasema maneno haya. Anasema basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni, kaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Hapa anasema kwamba basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa sababu kwa maana ukombozi wenu umekaribia. Je, ni mambo gani ambayo yakianza kutokea tuelewe kabisa, tuchangamke, tuinue vichwa vyetu, tujue kabisa kwamba ukombozi wetu umekaribia? Ni mambo gani haya ambayo yakianza kutokea tuanze kuinua vichwa vyetu? Tukirudi kuanzia mstari wa 7 tunaona ni kwamba ni mambo gani ambayo Bwana Yesu hapa anasema kwamba tukishaona hizo mambo, tukishaona yakianza kutokea. Kumbuka amesema kwamba tukiona yakianza kutokea, anasema kwamba mambo hayo yaanzapo kutokea. Yaanzapo maana yake kwamba yakianza tu kutokea, sio kwamba yatokee. Pana, ni kwamba yakianza kutokea tunatakiwa tuinue vichwa vyetu, tujue kwamba ukombozi wetu umekaribia. Ni mambo gani haya ambayo yakianza kutokea tuone kabisa kwamba Mwokozi wetu amekaribia kurudi? Basi turudi tusome kuanzia mstari ule wa 7. Tusome kuanzia ule mstari wa 7. Anasema, Yesu mwenyewe anasema akiwaambia wanafunzi wake, anasema, kumuuliza wakisema, mwalimu, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini ishara ya kuwa mambo hayo ya karibu kutukia? Akasema, angalieni msije mkadanganyika, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema, mimi ndiye, tena majira yamekaribia, basi msiwafuate hao. Anasema mstari wa 9, nanyi mtakapoisikia habari za vita na vitina, msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia kwanza, lakini ule mwisho hauji wepesi. Mstari wa 10 anasema, kisha aliwaambia, taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi, na njaa na tauni mahali, na mambo ya kutisha na ishara kuu kutokea mbinguni. Lakini kabla hayo hajatokea, tushie kwanza hapo. Kwa hiyo ni mambo ambayo Bwana Yesu anasema kuhusiana na dalili za kuja kwake, dalili za kurudi kwake. Kwa hiyo ni mambo ambayo Yesu Kristo aliwaambia wanafunzi kwamba hayo mkishaanza kuona hayo. Hapa anasema kwamba basi mambo hayo yaanzapo kutokea. Mambo gani hayo? Mambo ambayo yalisema kwamba kutakuwepo na matetezi ya vita, kutakuwepo na tetezi za vita, kutakuwepo na matetemeko ya ardhi, njaa, tauni kutakuwepo na mambo kama hayo, na mambo mengine tu. Ni mambo mengine tu ambayo Yesu Kristo amesema. Dalili zingine tu dalili nyingi ambazo amesema kwamba kupitia dalili hizo tutajua kabisa kwamba amekaribia kurudi. Labda twende tukasome tena katika kitabu cha Mathayo sura 24.
tuendelee kuona mambo haya ambayo Bwana Yesu alisema kwamba tukishaona yakianza kutokea. Kumbuka anasema kwamba yaanzapo kutokea, mambo hayo yaanzapo kutokea, tuinue vichwa vyetu, tujue kwamba ukombozi wetu umekaribia. Mambo hayo yaanzapo kutokea. Tusome kitabu cha Mathayo sura 24 tuone mambo hayo ambayo Yesu Kristo anakisema kwamba tukishaona hayo mambo yameanza kutokea, tuinue vichwa vyetu, tujue kwamba ukombozi wetu umekaribia. Kitabu cha Mathayo sura 24 tuanze kusoma kuanzia mstari ule wa 3. Anasema hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mzeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nao ni nini dalili ya kuja kwako na mwisho wa dunia? Maswali matatu ambao wanafunzi hapa wanamuuliza Bwana wakisema kwamba tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Manake wanafunzi walitaka kujua kwamba mambo gani ambao walitaka kujua. Tukisoma tuanzie mstari wa kwanza katika sura 24. Tuanzie mstari wa kwanza. Anasema Yesu akaenda zake akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonyesha majengo ya hekalu. Wa pili anasema naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amin nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Amin nawaambieni, maana yake hakika kabisa nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Wanafunzi wanamwendea Bwana na kumuonesha hekalu, kwamba tazama hekalu, jinsi hekalu lilivyopendeza, tazama jinsi majengo ya hekalu yalivyo mazuri. Lakini Yesu Kristo hapa anawaambia kwamba amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Kwa hiyo wanafunzi walivyosikia, baadaye wakaenda kumfuata, kwa sababu ni mambo ambayo ni mazito, yalikuwa ni mazito kwao. Wakaenda kumfuata faragani wakiwaambia kwamba hayo mambo, tuambie mambo hayo. Anawaambia tuambieni mambo hayo yatakuwa lini? Mambo haya kubomolewa kwa hekalu hilo yatakuwa lini? Na pia walitaka kujua kwamba nayo ni nini dalili ya kuja kwako. Maana yake walikuwa wanajua kwamba Yesu Kristo atakuja kurudi tena. Yesu Kristo aliye mkombozi wao atakuja kurudi tena. Kwa hiyo walitaka kujua kwamba ishara au dalili ambazo zitaonyesha kwamba atakuwa amekaribia kurudi. Walitaka kujua hizo dalili, lakini pia walitaka kujua dalili na ishara za mwisho wa dunia hii. Kwa hiyo walijua pia wanafunzi kwamba kutakuwepo na mwisho wa dunia hii. Walitaka kujua pia mwisho wa dunia itakuwaje, dalili gani zitaonyesha kwamba mwisho wa dunia umekaribia. Na hapa Yesu Kristo akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Kwa hiyo maana yake katika siku hizi za mwisho, anasema kwamba Yesu Kristo alitabiria kwamba katika siku hizo za kurudi kwake watakuja watu wengi, watainuka watu wengi ambao watasema mimi ni Kristo, mimi ni Kristo. Maana yake watainuka watu ambao wanajitambulisha kwamba ni Kristo, lakini anasema kwamba watawadanganya wengi. Lakini pia mstari wa 6 anaendelea kusema, nanyi mtasikia habari za vita na matetezi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Maana yake pia kutakuwepo dalili zingine, kutakuwepo na dalili nyingine, kutakuwepo na habari za vita na matetezi ya vita. Angalieni msitishwe, anasema kutakuwepo na tetezi za vita na vita, anasema dalili kaza kaza. Sasa wengi huwa tunajua kwamba dalili hizo zimeshatokea na tumekushaona, tumeshashuhudia kabisa kwa macho yetu. Kila mmoja ameshashuhudia ya kwamba Bwana alisema kwamba kutakuwepo na tetezi za vita. Tulishuhudia katika ile karne ya 20 kulikuwepo na vita vile vya kwanza vya dunia hii, ambao dunia yote ilikuwa imekumbwa na vita, na tena kulikuwepo na vita tena ya pili ambao pia ilikumba dunia yote. Lakini pia mpaka sasa hivi anasema taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme. Kwa hiyo pia tunashuhudia sasa hivi mataifa, vita ambayo inaendelea katika mataifa, baadhi ya mataifa kuna vita ambazo zinaendelea na matetezi ya vita kaza kila mahali. Lakini pia alisema kwamba kutakuwepo na matetemeko, na tumekushawahi shuhudia kabisa matetemeko ambayo yanazidi kuikumba dunia, amewahi kuikumba dunia, matetemeko ambayo yamewahi kuikumba dunia, mambo ambayo yameanza katika karne ya 20, mambo ambayo yalianza katika karne ya 20. Lakini pia alisema kutakuwepo na tauni ambayo alikuwa anazungumzia ni magonjwa yale ambayo yanakumba dunia, yale magonjwa ambayo. Kwa hiyo tumeshuhudia kabisa hii dunia imekumbwa na magonjwa mengi ambayo ameleta adha katika dunia hii. Tumeshuhudia janga la corona, ugonjwa kama huo ni ugonjwa wa tauni ambao Yesu Kristo alikuwa anasema kutakuwepo na magonjwa kama ya tauni na magonjwa mengi tu ambayo ameikumba hii dunia. Anasema pia kutakuwepo na njaa. Tumeshuhudia njaa ambayo inaikumba dunia sasa hivi, njaa ambayo pia kutakuwepo ni njaa ya kiroho na njaa pia kimwili inakumba dunia.
Kwa hiyo hizo ni ishara, dalili nyingi sana hizo ishara ambao tumekushaishuhudia. Hakuna dalili hata ambao moja hapa ambao Yesu Kristo alisema ambao hatujaishuhudia. Hii dalili zote ambazo Yesu Kristo alishasema hapa katika kizazi hiki ambao tunaishi, wote tumeshuhudia dalili kama hizo. Kwa sababu pia alisema kutakuwepo na manabii wa uongo ambao watakuwepo na kuwadanganya wengi. Kila kona, kila mahali, kila mtaa, sasa hivi kuna manabii wa uongo ambao wapo kabisa na wanajulikana, wanaonekana na wanafanya ishara na maajabu na kuwapoteza wengi. Hayo ni mambo ambayo yalikuja katika karne hizi ambazo tunaishi, katika kizazi hiki ambao tunaishi. Haya ni mambo ambayo wanafunzi waliyatamani kujua kwamba kurudi kwa Yesu Kristo kutakuwa na ishara gani na dalili gani, lakini Yesu Kristo aliwaambia kutakuwepo na mambo kama hayo. Lakini hapa nasema kwamba mambo hayo yaanzapo kutokea. Mambo gani hayo? Mambo ambayo tumekushaona kwamba hizo dalili na ishara, yale mambo yakianza kutokea, anasema kwamba tuinue vichwa vyetu, tujue kabisa kwamba ukombozi wetu umekaribia. Sasa wengi hatujui kwamba haya mambo yameanza kutokea lini. Haya mambo yameanza kutokea lini? Katika kile karne ya 20 mambo haya yalianza kutokea. Tulianza kuona vita vile vilianza kutokea katika miaka ile ya 1914 hapo na kuendelea, na mambo mengi na magonjwa mengi ambayo magonjwa kama kisukari na magonjwa mengi ambayo yanaikumba hii dunia. Magonjwa haya yalianza kutokea katika karne hii ya 20 na mambo mengi ambayo yalitabiriwa, dalili na ishara nyingi ambayo ishatabiriwa yameanza kutokea katika karne hiyo, yameanza kutokea karne ya 20. Lakini pia tuendelee kusoma kitabu cha Luka sura 21 ili tuone jambo lingine ambalo Bwana alisema ya kwamba mambo hayo yaanzapo kutokea, tujue kabisa kwamba ule mwisho umekaribia na yeye amekaribia kurudi. Kitabu cha Luka sura 21, tuendelee pale tulivyoishia. Kitabu cha Luka sura 21, tuanzie tena katika ule mstari wa 28. Hapa Bwana anasema, basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkavinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Mstari wa 29 anasema, akawaambia mfano, tazameni mtini na miti mingine yote, wakati ishapo kuchipuka, mwaona kutambua wenyewe ya kwamba majira ya mavuno yamekwisha kuwa karibu. Nanyi kadhalika muonapo mambo hayo yanaanza kutokea, tambueni ya kwamba ufalme wa Mungu u karibu. Anasema, amini nawaambieni, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote atimie. Kizazi hiki, anasema amini nawaambieni ya kwamba kizazi hiki hakitapita hata haya yote atimie. Kizazi, anasema mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno ya Yesu Kristo hayatapita kamwe. Na anasema kwamba kizazi, amini nawaambieni, hakika nawaambieni ya kwamba, nawaambieni kizazi hiki hakitapita hata haya yote atimie. Kizazi gani? Kizazi ambao kimeona haya yote. Kizazi ambacho kimeona haya yote, kimeona matetemeko, kimeona vita, matetezi ya vita, kimeona tauni, kimeona manabii wa uongo. Kizazi hicho hakitapita hata haya yote. Maana yake mpaka Yesu kurudi, mpaka mwisho wa dunia mambo yote yaishi. Kizazi hicho ambacho kimeanza kuona. Kumbuka hapa katika mstari ule wa 28 anasema, basi mambo hayo yaanzapo kutokea. Mambo hayo yaanzapo kutokea, na sio kwamba mambo hayo yakishatokea. Hapana, mambo hayo yakianza tu kutokea, ile inasema kwamba tuinue vichwa vyetu. Kwa hiyo ndugu yangu, fahamu kwamba katika nyakati ambazo tunaishi katika muda wa nyongeza. Tunaishi katika muda wa nyongeza. Fahamu kwamba mambo hayo yameanza kutokea, karne moja ilishapita huko. Maana yake miaka 100 mpaka sasa hivi mambo hayo yameanza kutokea. Miaka 100 kurudi nyuma mambo hayo yalianza kutokea ndugu yangu. Na anasema kwamba kizazi hicho hakitapita. Fahamu kwamba kizazi ni kama miaka 100 tu na 120. Hiyo kizazi ambao kimeona mambo hayo, hiyo kizazi hakitapita. Yesu Kristo anasema hapa, amini nawaambieni, hiyo kizazi hakitapita. Anasema maneno mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yake anasema kwamba hatapita. Kwa hiyo ndugu yangu, fahamu kwamba tunaishi katika ukingo wa nyakati za mwisho kabisa. Unaposikia kwamba tunaishi katika siku za mwisho, fahamu kwamba ndugu yangu, katika wakati ambao tunaishi, huu ni wakati ambapo hatuwezi kusema kwamba tunaishi katika siku za mwisho. Tunaishi katika saa kabisa, sio siku tena, tunaishi katika saa. Hiyo saa ndugu yangu, fahamu kwamba ni wakati wote, leo, wakati huu, kesho, muda wote Yesu Kristo anarudi. Kwa sababu anasema kwamba hakuna mtu ambaye anajua siku wala saa kurudi kwake, lakini yeye ameweka mambo yote wazi, kwamba tukishaona mambo hayo, mambo ambayo Yesu Kristo ameshatuambia wazi, tukiona mambo haya yaanzapo kutokea, tujue kabisa kwamba amekaribia kurudi na yupo karibu. Kwa hiyo ndugu yangu, fahamu katika nyakati hizi ambazo naishi, huu ni wakati ambapo sio kuendelea kukumbatia dunia hii, sio kuendelea kulemewa na mambo ya dunia hii. Kwa sababu hapa anasema katika mstari ule wa 34, anasema basi jiangalieni, mioyo yenu isije kalemewa na ulafi na ulevi,
Basi jiangalieni, mioyo yenu isije kalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego na savyo. Kwa kuwa ndivyo itakavyowajilia watu wote wakao juu ya uso wa dunia nzima. Ndivyo itakavyowajilia watu wote. Ile siku ambao Bwana anashuka mahali hapa duniani itakuja kama vile mwivi ajavyo usiku, ndivyo alivyosema. Itakuwa ni siku ambayo watu wengi wataona chochote. Ile siku itakuwa ni siku ambao watu watakuwa wamelemewa na mambo haya ya dunia, masumbufu ya dunia. Mioyo yao imetekwa na mambo ya dunia hii, kama tunavyoona katika nyakati hizi ambazo watu wengi wameshalemewa na masumbufu ya maisha haya. Watu ambao wengi ambao hawampendi tena Mungu, hawataki tena kusikia habari ya Injili ya kutubu. Watu wengi wanataka kuendelea kupenda dunia, wanataka kuendelea kufarijiwa, waendelee kupenda dunia. Watu wataki habari za kwenda katika ufalme wa Mungu. Watu wataki habari za kwenda katika unyakuo. Watu wataki mambo hayo. Lakini anasema kwamba basi jiangalieni, mioyo yenu isije kalemewa. Hapa Bwana Yesu anawaambia wanafunzi wake. Kwa hiyo kama wewe ni mwanafunzi wa Kristo, maana yake kama wewe ni Mkristo wa kweli, wewe ndio ambao unaambiwa kwamba jiangalie nafsi yako, jiangalie moyo wako, jiangalie usije kalemewa na masumbufu ya maisha, jiangalie usije kalemewa na ulavi na ulevi. Ulevi unaozungumziwa hapa sio ulevi tu wa pombe, ulevi wa mambo yote ya kidunia. Angalia usije ukalemewa na mambo hayo, matamasha na starehe na mapati za dunia. Usije kalemewa na mambo hayo ndugu yangu, kwa sababu unaishi katika nyakati ambazo wakati wote, muda wote parapande talia na watu wa Kristo wote, watakatifu wote ambao wamelala watafuliwa. Wote watafuliwa na kuungana na wale ambao watakuwa hai na watamlaki Bwana mawinguni. Hivyo basi ndugu yangu, kama una mpango wa kwenda kumlaki Bwana Yesu Kristo, kama una mpango wa kwenda kule juu mbinguni, kama una mpango huo ndugu yangu, fahamu kwamba katika wakati huu ndio wakati wa kutengeneza. Kama bado unasuasua, bado upo mguu nje na mguu ndani, hebu jitengeneze katika wakati huu, kwa sababu muda wote na siku yote mlango wa neema utafungwa. Muda wote na siku yote parapanda italia ndugu yangu. Usifikiria kwamba kutakuwepo na nafasi nyingine ya pili wakati ambao parapanda italia. Usije ukawa kama wale wanawali wapumbavu ambao walikosa kwenda kumuona Bwana kwa sababu ya upumbavu. Kwa hiyo nawe usije ukajiingiza katika kundi lao. Kumbuka katika wakati huu ni wakati wa kutembea ukiwa umejazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama umeokoka kweli, tafuta kujazwa Roho Mtakatifu. Usiishie kusema kwamba umeokoka na unaenda kanisani. Hapana, tafuta kujazwa Roho Mtakatifu. Na unajazwaje Roho Mtakatifu? Unajazwa Roho Mtakatifu kwa kuzidi kutafuta uso wa Mungu. Unamtafutaje uso wa Mungu? Kwa kuendelea kutafuta nguvu za Mungu, kutafuta uwepo wa Mungu, kuendelea kufanya ibada yako binafsi na kuungana pia na watakatifu kumfanyia Mungu ibada, kuendelea kujiweka katika uwepo wa Mungu. Maana yake huu ni wakati wa kukesha. Anasema basi kesheni nanyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za Mwana wa Adamu. Anasema basi kesheni ninyi na kila wakati katika wakati ambao tunapaswa. Kama ulikuwa unakesha katika muda uliopita, kama ulikuwa unakesha, huu ni wakati ambapo unapaswa kuzidisha kukesha. Kesha unaweza kumziwa hapa, maana yake ni kuwa macho rohoni. Unakuwaje macho rohoni? Kila wakati unakuwa katika maombi, kila wakati unakuwa katika mifungo, kila wakati unakuwa katika kusoma neno la Mungu na kutafakari, kila wakati unakuwa umevaa silaha zile za rohoni, ambapo Biblia inatuambia katika kitabu kile cha Efeso sura 6 kwamba tuvae silaha hizo za rohoni. Maana yake kila wakati unapaswa uwe imara katika wokovu, kila wakati unapaswa uwe moto. Huu si wakati wa kuendelea kutafuta kuwa vuguvugu. Huu ni wakati wa kuzidi kuwa moto. Huu ni wakati wa kuzidi kuongeza mafuta yako, mafuta ya Roho Mtakatifu. Unaongezaje? Kwa kuendelea kudumu katika kuomba, kuendelea kuomba na kufunga, kuendelea kukesha, kusoma neno la Mungu, kuendelea kukusanyika na watakatifu wengine, kuendelea kumtafuta Mungu. Huu ni wakati ambapo wa kuendelea kushikilia utakatifu, sio wakati wa kuendelea kuangalia nyuma, kuangalia dunia, kuangalia watu wa dunia, kuangalia naishi katika siku za mwisho. Yesu Kristo amekaribia kurudi. Kwa hiyo jiandae kumlaki Bwana mawinguni, maana wakati wote parapanda italia. Bwana Yesu neema yake itusaidie wote tuweze kumuona. Shalom. Asante Bwana Yesu, nakushukuru kwa neema yako, asante kwa fadhili zako, nakushukuru kwa neno lako ambalo umeachilia katika wakati huu. Nakuomba neema yako itusaidie, maana najua kwamba sisi hatuwezi kukuona wewe pasipokuwa neema yako. Tusaidie Bwana Yesu katika wakati huu, macho yetu yakapate kufumbuka, tukapate kuona
uone ya kwamba tupo katika nyakati hizi ambazo umesema kwamba tukishaona mambo hayo ambayo umeshasema kwamba kitokea kianza kutokea, tuinue vichwa vyetu na kuomba neema yako tusaidie, kwa sababu tunaishi katika nyakati hizo, tunaishi katika kizazi hiki ambacho tumeshuhudia mambo hayo yameanza kutokea, tumeshuhudia na mababu zetu yameshuhudia. Tazama tunaishi katika sekunde hizi za mwisho. Naomba usituache, naomba neema yako, maana ndio ambao umetuita. Naomba tusaidie tuweze kwenda pamoja nawe katika jina la Yesu. Inakuomba neema yako, huyu mama na yule dada na yule kaka, kila mmoja ambaye amesikia na ana kiu ya kwenda na wewe, naomba usimwache, naomba ukapate kumtengeneza zaidi pale ambapo bado hajapata kuweza kuingia katika ukamilifu wako. Naomba uzidi kumkamilisha Baba, kukamilisha sisi sote tuweze kwenda pamoja nawe katika jina lako tukufu lipitalo majina yote. Niomba na kushukuru.